Tuiangazie timu ya Fadlu Rahman Davis ambayo inajitengeneza, lakini msimu huu tunaweza kusema wamefanya vitu vikubwa sana kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, si kitu kidogo. Takwimu zao kwa upande wa ligi kuu si mbaya, ni moja ya timu ambazo ina takwimu nzuri sana. Kwa namna ambavyo timu ilivyokuwa inatengenezwa, inaakisi kile kitu ambacho kimejitokeza mpaka hivi sasa, ama wakati mwingine matarajio yanavukaga mpaka? Matarajio huwa yanavukaga mpaka, lakini huwa yanavukaga mpaka kwa upande chanya zaidi. Awali wakati Fadlu Davis anakuja Dar es Salaam, Simba Sports Club, amekuwa akiwa na mwendelezo mbovu, hasa anapokutana na Young Africans. Kumbuka ameshakutana katika Ngao ya Jamii, lakini pia amekutana katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Yote hiyo hakuweza kufunga ama hakuweza kuibuka na ushindi. Lakini kadri siku zinavyokwenda, ukija kuangalia katika tournaments, kwa maana michuano ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika, amefanya vizuri mpaka kufika finali. Lakini pia ligi kuu soka Tanzania bara mpaka sasa akiwa amepishana na pointi moja na mtu ambaye anaongoza ligi, timu ambayo inaongoza ligi. Lakini pia amekuwa ni miongoni mwa makocha ambao wana matamanio ya kufanya kikubwa ama kufanya makubwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Lakini moja kwa moja twende katika takwimu ambazo Simba ameweza kuzifanya ama ameweza kuzivuna msimu huu hapa, kwa maana 2024 2025 katika mbio za ubingwa NBC Premier League. Ameweza kufunga magoli 63, akikosa penalty moja, clean sheet zikiwa ni 19, lakini shot on target, kwa maana mashuti ambayo amelenga lango yakiwa ni 189, ambayo hakulenga lango ikiwa ni 171. Mpaka hapo unaweza kaona ni namna gani ambapo timu inatengeneza nafasi kwa ajili ya kupata ushindi. Lakini tukija katika crosses zikiwa ni 331, lakini ile mipira ya kuwania ile ya juu Simba Sports Club wameweza kufanya mara 157. Fouls ambazo wameweza kuzishinda zikiwa ni 362. Ule wastani wa umiliki wa kandanda, kwa maana umiliki wa mchezo, ikiwa ni 69%. Mpaka hapo bado unaona Simba Sports Club katika idara ya kiungo pamoja na idara ya ushambuliaji inafanya namna gani katika kuyaendea mambo mazuri.